naunganisha moyo wangu na madhabahu za mbinguni. Haleluya, haleluya. Ninatumai mnaendelea vizuri, ninatumai mnaendelea kumtafuta Mungu. Biblia inasema ombeni msiingie majaribuni. Ombeni msiingie majaribuni. Si kana kwamba majaribu hayapo. Majaribu yapo, lakini unapoomba hayatakuweza. Maana maandiko yanasema kila jaribu lina mlango wa kupitia. Kila jaribu lina mlango wa kupitia. Kwa hiyo unapoomba ndipo hautaweza kuingia kwenye majaribu. Yatakapokuja yatakuwa hayana nguvu. Maandiko yananifundisha Yesu alichukua watatu akaenda nao kuomba. Hatimaye akaenda tena kuomba peke yake. Wakati mwingine unapoona watu ulionao hawaombi, tafuta faragha wewe na Mungu. Uombe ili usiingie majaribuni. Una nguvu ya kushinda jaribu kama hauombi. Prayer is the key. Maombi ni ufunguo wa kushinda jaribu linalokupitia. Wapendwa, sasa hivi hamuombi. Maombi mengi yenu mnasikiliza kwenye simu. Maombi yenu mengi ni kukaa kwenye Instagram. Maombi yenu mengi ni kukaa kwenye Facebook ama TikTok. Nataka nikuambie, ikiwa wewe ni Mkristo na umeokoka, huna haja ya kuendelea na hizi simu. Huna haja ya kuangalia kwa watumishi uko kwenye simu. Hata mimi nikiwa moja wapo, ninatamani kukaa katika faragha na kumtafuta Mungu. Ni uchumi umeyumba, ni maisha ya kai, ni health imeharibika, afya yako inayumbishwa. Ninataka niseme na wewe asubuhi ya leo, find the Lord. Biblia inasema ya kwamba nawapenda wale wanipendao na wale wanaonitafuta kwa bidii. Kumtafuta Mungu kwa bidii sio kwenye simu. Kumtafuta Mungu kwa bidii sio kwenye media, sio kwenye mitandao. Kumtafuta Mungu kwa bidii, tafuta faragha. Omba hata dakika 5. Mungu hataki hayo masaa 10. Mungu hataki hayo masaa 3. Moyo wako uwe na bubujiko la kweli. Chooni unaomba, bafuni unaomba, ukitembea unaomba. Fikra zako, moyo wako umejawa Kristo. Hautaingia majaribuni. Majaribu yakija yatakuta kuna nguvu, kuna ukuta wa nguvu ya maombi, na yataondoka. Nao utakuwa salama. Utavuka na kuvuka na utasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana na ninawaombea. Ninaamini ya kwamba God will do a new thing. Na kile Mungu amekusudia kufanya, hakuna anayeweza kuzuia. Soma katika kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 2. Chochote anachokusudia kukifanya, hakuna atakayeweza kukizuia. Pray until something happen. Omba bila kuacha mpaka uone kitu kimefanyika. Watu wengi hawataki kuomba kwa sababu pale ambapo wanaomba sana ndipo wanaona mashambulizi yameinuka. Ndipo kama ni ndoto wanaota mbaya. Ndipo wanaona vita kama imeinuka, tena imezidi. Nataka nikuambie hivi, unapoomba, ukiona hiyo hali imeinuka ya ugumu, ukiona hiyo hali haiendi sawa, usiache kuomba. Maanake umekwisha kugusa mboni ya jicho la shetani. Sasa pambana mpaka ulitoboe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kukata tamaa. Whatever the case, tutaomba mpaka without chasing. Tutaomba mpaka kieleweke, kwa sababu tunajua maombi ndio silaha mtakatifu. Vaa silaha za Bwana za vita, wacha kulegea. Mteule wa kweli halegei. Mteule wa kweli haogopi. Hakatishi tamaa na huyu jamaa anaitwa Shetani. Maana Shetani ana maajenti wake. Na maajenti wake tuko nao asubuhi, mchana na jioni, hawakai mbali. Na wako vizuri, wako alert. Wao yani kingeli kipigwa wako. Mkristo wa kweli hataogopa kamwe. Atasimama na neno la Bwana. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, sitaogopa. Wajapo watajikwaa na kuanguka. Biblia inasema kwa kuwa amejua jina langu, amekaza kulijua jina langu, nami nitakuokoa. Mungu atakuokoa. Usiombe ukaona vita inainuka. Unapoona vita inainuka, jua umekwisha kuguza ulimwengu wa roho. Jua umekwisha kuuguza. Sasa usiache, kwa sababu ukiacha utalemewa. Gusa, toboa.
paa enda mpaka mbingu ya tatu, ukutane na Mungu kwenye kiti chake cha enzi, ukapate majibu yako. Oh, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hatukati tamaa kwa sababu ya mambo madogo madogo. Biblia inasema Petro na Yohana wakalala, lakini Yesu akarudi akawaambia, je, mkishindwa kukesha hata lisali moja, mmeshindwa kuomba? Angalieni, ombeni msiingie majaribuni. Ni sawa unaomba sana, unaona majaribu yanazidi, lakini unapoona majaribu yanazidi ndipo yanakaribia kuisha. Nukuu swala hili, usiku, asubuhi inapokaribia kuja ndipo unaona usiku kama ni mkubwa. Haleluya.